Yeah. Whoa. Diamond. Otono. We love ya. Wasafi. We have to feel proud kwa kile ambacho tuko nacho nchini Tanzania, hasa kwenye entertainment industry. Siku ya jana ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, Diamond Platnumz alitumbuiza kwenye tamasha kubwa ambalo hufanyika kila mwaka huko nchini Benin, na tamasha hilo linafahamika kwa jina la We Love Ya Festival, na jana Diamond Platnumz alikuwa anatumbuiza. Of course ni tamasha ambalo limechukua siku 2 mfululizo, na jana Diamond Platnumz ndio alikuwa katika wasanii ambao wamefunga tamasha hilo, naye alikuwepo. Ilianza juzi ambapo aliperform kina Burna Boy, kina Wizkid, kina Tiwa Savage. Jana ameperform Diamond Platnumz na Davido, naye akawa amefunga show hiyo ambayo ilifanyika jana huko nchini Benin. Mimi naitwa Ricky, karibu sana. Hii hapa ni trending ya Ricky Media. Nataka nikusanue kitu kimoja hivi kabla kuendelea na story yetu kuhusiana na hii hapa simu. Hii ni simu ambayo mimi bwana nimepewa hii simu. Ni experience jinsi ambavyo ilivyo bora, na kama unafahamu sisi ni content creators, mara nyingi matumizi yetu makubwa zaidi huwa ni simu kuliko hata laptop. Kwa ubora wa hii simu ambayo nimeikuta iko nayo, kimsingi nikasema acha nikwambie mwanafamilia wa Ricky Media. Hii simu inaitwa Honor X6C, au sio? Hii ni simu mpya kabisa ambayo imeingia sokoni mwaka huu. Ni simu ambayo kimsingi wewe ambaye ni content creator, wewe ambaye unatumia sana kufanya shughuli zako, mawasiliano, lakini pia kutengeneza content, kufanya nini na nini kupitia simu, basi hakikisha hii simu unakuwa nayo. Hii simu kwanza ni simu ambayo ukiidondosha katika mazingira yoyote, swala la kupasuka lisahau. Ninavyokuambia lisahau. Hata udondoshe katika urefu gani, bado simu yako itakuwa imara. Simu hii bana, hata bodaboda ikatokea umeidondosha barabarani ghafla, bodaboda ikaipitia, utaiokota, utaendelea kuitumia bila kuwa na mchubuko wa aina yoyote. Lakini pia hii simu ina water resistance kubwa sana. Yani unaweza ikadondoka kwenye maji, unaweza bahati mbaya mfano imeingia kwenye maji, basi simu yako itakuwa ipo salama. Lakini pia swala zima la battery, kila kitu kiko vizuri sana kupitia hii simu. So make sure unaipata hii simu Honor X6C. Of course ipo kwenye maduka yote ya simu nchini Tanzania. Sasa acha niendelee na story yangu ya show ya Diamond Platnumz huko Benin. Nimeona maneno ya watu wengi sana kupitia social media, na baadhi ya vipande vya shows nimeviposti. Nimeona watu wanasema kwamba tamasha sola kwake peke yake, tamasha alikuwa na wasanii wengi. Sasa nyinyi mnataka nini? Yani kwa sababu ukiangalia katika tamasha hili, msanii pekee kutoka Afrika Mashariki ambaye kapata nafasi ya kutumbuiza kwenye tamasha hili ni Diamond Platnumz. Afrika Mashariki tuna wasanii wangapi? Lakini angalia pia jinsi ambavyo wa Nigeria walivyoingiza wasanii wengi. A-list ya wasanii wengi kutoka Nigeria wameshiriki katika tamasha hili. Unapomzungumzia Burna Boy, unapomzungumzia Wizkid, unapomzungumzia Tiwa Savage, hawa sio wasanii wadogo jamani. Tunawazungumzia hapa ni wasanii wakubwa sana ambao kimsingi ndio wanatengeneza muziki wa Afrika. Davido pia alikuwepo. Sasa ni tamasha ambalo limejumuisha wasanii wote wakubwa barani Afrika. Mtu kama Diamond kuwepo hapo inamaanisha kwamba ni msanii mkubwa sana barani Afrika. Lakini pia ukiangalia treatment ambayo Diamond Platnumz kaipata kwenye tamasha hili, Diamond ameenda na private jet, ameenda na private, amefanya show yake, kamaliza, kashuka jukwaani, kachukua zake private, karudi zake Tanzania. Hizi treatment sio treatment ambazo msanii anazitoa yeye, au nisema gharama anazitoa yeye, hapana, ila ni gharama ambazo waandaaji wa show au wa tamasha husika huwa wanazitoa. Wao ndio wanatoa hizo huduma kwa msanii. So msanii unaambatanisha, bwana mimi nataka hili nije kwenye show yenu niwe na private jet, lakini si hivyo tu, nitakuwa na crew yangu ya watu wangapi, nilale kwenye hoteli ya namna fulani, magari yatakao nipokea aina fulani. So hizi ni demands ambazo Diamond Platnumz alizihitaji katika show hii na alipewa. Ni kwa namna gani ambavyo Diamond Platnumz ana thamani kubwa sana kwenye muziki hapa barani Afrika na ulimwenguni kwa ujumla. Inawezekana sisi tusione kwa kile ambacho anakifanya, mchango wa kile ambacho anachokifanya, lakini wenzetu wanaona na wanampa thamani kubwa sana. Tijana Davido ameenda pale, ameenda na private, Wizkid na private, Burna Boy na private, Diamond Platnumz na private. Wasanii wengine wote pengine walipanda business tu kwenye ndege ambazo walikuwa wamepanda, lakini hawa wachache ndio ambao wametua pale Benin na private jet. Na of course Diamond Platnumz ili uweze kumpata nje ya nchi, basi ni lazima uwe na kuanzia $100,000 kwenda mbele, $200,000 sasa hivi imepanda, yes, ili uweze kumpata Diamond Platnumz. So kitita chake kivuta, lakini pia swala zima la treatment, amepewa treatment nzuri.
tunatakiwa tuwaheshimu kidogo wasanii wetu jamani. Wamekuwa wakipigania sana huu muziki kwa muda mrefu, hivyo inapotokea msanii anafanya kitu kizuri, basi acha tumpe credit zake. Mimi naitwa Ricky Kisa Lala sana and this is E Trending.